Mtazamaji, pigo kubwa kwa utawala wa Samia Suluhu Hassan wa CCM Tanzania, huku sasa Samia Suluhu apatiwa masharti 9 kuyatimiza haraka iwezekanavyo kabla ya hatua hii kali kuchukuliwa na bunge la Ulaya leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Bunge la Ulaya limechukua msimamo usio na kifani dhidi ya Tanzania na Rais Samia Suluhu kufuatia kile lilichoeleza kuwa ni vikosi vya mauaji baada ya uchaguzi na kuanguka kwa ulinzi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Na masharti yaliyotolewa leo kwa serikali ya Samia Suluhu ya CCM yamekuwa kitovu cha mjadala wa kimataifa. Katika kura kali, wabunge wa bunge la Ulaya waliidhinisha maazimio 9 ama masharti 9 ya lazima ambayo yanalenga moja kwa moja utawala wa Rais Samia Suluhu wa Tanzania, na pia wametangaza kwamba uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 haukuwa uchaguzi huru wala wa haki. Na masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu leo sasa yanaashiria mabadiliko makubwa katika uhusiano wa EU ama wa Ulaya na Tanzania. Azimio hilo linaweka wazi kwamba Tume ya Ulaya inaombwa kusitisha misaada yote ya moja kwa moja ya fedha kwa mamlaka za Tanzania na serikali ya Samia Suluhu, na masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu leo yamezidisha pigo hilo na uwezekano wa kuwawekea vikwazo wale wanaohusishwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na mauaji. Wabunge hao wa Ulaya EU walisitiza kuwa msaada wote wa siku zijazo lazima uelekezwe kwa makundi ya asasi za kiraia, watetezi wa haki za binadamu na waandishi wa habari wa kujitegemea, wakisitiza kwamba Tanzania lazima ifuate masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu ambayo ni masharti 9 yaliyotolewa na bunge hilo. Kiini ama masharti hayo 9, mojawapo ni wito wa kutaka kukomeshwa mara moja kwa ukandamizaji wa serikali nchini Tanzania, na masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan pia yanadai kuachiliwa kwa wanachama wa upinzani, waandamanaji, waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu waliokamatwa ama wanaozuiliwa kiolela na serikali. Viongozi hao wa EU pia wameitaka Tanzania kuondoa vikwazo vyote vya mtandao na vyombo vya habari ambavyo vimekuwa vikitumika kukandamiza taarifa za umma. Pia wamesisitiza kwamba hatua hizo ni sehemu muhimu ya masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu. Azimio hilo ama masharti hayo pia yanalaani matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa vyombo vya usalama vya Tanzania, likibainisha kuwa tangu uchaguzi huo na maandamano, vikosi vya dola vimesababisha vifo vya maelfu, majeraha yaliyoenea na ripoti za makaburi ya halaiki yaliyofichwa. Na masharti hayo yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu pia yanahitaji kwa uwazi ushirikiano katika kufichua ukweli wa matukio haya ya kikatili. Wabunge hao wa EU huko Ulaya wamesisitiza kuwa kunyimwa na kufichwa na mamlaka kutaongeza kutengwa kwa Watanzania kimataifa, isipokuwa masharti hayo yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu yataweza kuzingatiwa na kushughulikiwa haraka. Moja ya sehemu zenye maneno makali ya masharti hayo inaangazia kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, ambaye azimio hilo linamtaja kuwa mwathirika wa kuwekwa kizuizini kwa sababu za kisiasa. Na katika masharti hayo yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu ni pamoja na kuachiliwa kwake mara moja Tundu Lissu na bila masharti yoyote, na kesi yake kuweza kufutwa. Bunge hilo la Ulaya huko EU lilionyesha wasiwasi wake mkubwa kuhusu afya na usalama wake kizuizini, likisisitiza kwamba familia yake, wanasheria na timu ya matibabu lazima waruhusiwe ufikiaji bila vikwazo. Sehemu nyingine muhimu ya masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu ni hiyo. Hata hivyo, wabunge hao wa EU pia walisisitiza katika masharti hayo kuwa licha ya vikwazo na kulaaniwa, azimio hili pia ni onyo la mwisho. Na masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu ni pamoja na kushiriki katika mazungumzo ya kisiasa ya pamoja na upinzani, mashirika ya kiraia na wawakilishi wa wahasiriwa. Mazungumzo haya walisisitiza ni muhimu kutatua mgogoro na kuweka msingi wa uchaguzi mpya wa uwazi, wa kuaminika na unaofuatiliwa kimataifa. Kipengele muhimu cha masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu leo. Kipengele kingine muhimu cha msimamo
msimamo wa EU au wabunge hao wa Ulaya ni wito wa Tanzania kufuta kabisa hukumu ya kifo, na masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu sasa yanataka marekebisho haraka ili kubatilisha hukumu zote zilizopo za hukumu ya kifo Tanzania. Wabunge hao wa Ulaya pia wanahoji kuwa hakuna taifa lolote linalodai uhalali wa kidemokrasia linapaswa kubaki na adhabu ya kifo au kunyongwa, hasa katika kipindi ambacho masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu kutoka bunge hilo yanahitaji ahadi za wazi za uboreshaji wa haki za binadamu ili kuhakikisha uelewa na uwajibikaji wa kimataifa. Azimio hilo linaelekeza rais wa bunge la Ulaya kupeleka matokeo na mapendekezo yote kwa serikali ya Tanzania, bunge la taifa la Tanzania, baraza la Umoja wa Ulaya, kamisheni ya Umoja wa Ulaya, mwakilishi mkuu wa mambo ya nje na Umoja wa Afrika pamoja na SADC kama SADC na Umoja wa Mataifa. Usambazaji huu mpana unaoakisi ukali wa masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu ya CCM leo. Kila taasisi pia inatarajiwa kufuatilia uzingatiaji wa masharti hayo 9 yaliyotolewa kwa serikali ya CCM. Ujumbe huo wa bunge wa Ulaya unasisitiza kwamba mgogoro wa Tanzania si suala la ndani tu, bali ni suala la bara na kimataifa, na masharti 9 yaliyotolewa kwa serikali lazima ama yanaonyesha ongezeko la mahitaji ya uwajibikaji, huku wabunge hao wakisisitiza kanuni za kidemokrasia ambazo wanadai zimedhoofishwa sana na shinikizo la kimataifa litaendelea kuongezeka isipokuwa Tanzania itafuata masharti hayo 9 yaliyotolewa kwa serikali hiyo ya Samia Suluhu ya CCM bila kuchelewa haraka sana. Wanadiplomasia hao wa Ulaya wanasema kuwa hatua hizi hazikuweza kuepukika, kwani ripoti za kuteswa, kutoweka pamoja na vifo vya kiholela na kukatika kwa habari zimekuwa nyingi sana kupuuzwa na kufanya masharti 9 yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu kuwa hitaji la dharura badala ya pendekezo. Kwa mujibu wa maafisa, Tanzania lazima ionyeshe nia njema ya haraka kwa kutekeleza masharti yaliyotolewa kwa serikali yao. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu kote Ulaya yamepongeza msimamo huo wa wabunge thabiti na kubainisha kuwa wahasiriwa na familia zao kwa muda mrefu wameomba uangalizi wa kimataifa na hatimaye wamepata, na sasa masharti hayo yaliyotolewa kwa serikali ya Tanzania yanawakilisha uingiliaji kati wa kimataifa wenye nguvu zaidi. Makundi haya yanadai kuwa bila ya masharti hayo yaliyotolewa kwa Samia Suluhu, uwajibikaji kwa ukiukwaji mkubwa haungewezekana. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa sasa wanaamini kuwa Tanzania inaingia katika kipindi cha shinikizo kubwa la kidiplomasia, huku masharti yaliyotolewa kwa serikali ya CCM yakitarajiwa kuwa kigezo cha mazungumzo yoyote ya baadaye na EU ama Ulaya. Wanasema kuwa miezi ijayo itafichua kama utawala uko tayari kukidhi masharti yaliyotolewa kwa serikali ya Tanzania au kuhatarisha matokeo ya kiuchumi na kisiasa. Katika majukwaa ya mitandao ya kijamii, Watanzania na wafuasi kutoka kote barani Afrika wamekuwa wakiongeza habari hiyo, huku wengi wakieleza azimio la Umoja wa Ulaya kama badiliko la haki za kibinadamu katika eneo hilo la Tanzania, wakisema kuwa masharti ya 9 ama maazimio haya 9 yaliyotolewa kwa serikali ya Samia Suluhu ni muhimu kwa mageuzi yoyote ya maana. Majadiliano ya mtandaoni yanasisitiza kwamba wananchi wamevumilia kwa miaka mingi ya hofu na ukandamizaji na kufanya kuti masharti yaliyotolewa kwa serikali ya CCM kuwa ya muhimu sana. Mtazamaji, ni hayo tu, nijuze maoni yako upande wa comment section kuhusu masharti haya 9. Vile like video hii kisha subscribe na ubonyeza alama ya kengele, alafu ugusa ama bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.